Haleluya, haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Bahati Collins. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu. Ninamtukuza Mungu kwa kila jambo ambalo ametutendea, sababu Mungu ni wa rehema na Mungu ni wa upendo kabisa. Ametupa uhai, ametuwezesha tukaiona siku ya leo. Nitaomba. Baba uliye juu mbinguni, na alika Roho wako Mtakatifu mahali hapa, ya kwamba neno hili litambariki mtu na iwepo mtu natoka katika hii situation, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Today nitaweza kuongea kuhusu spiritual husband and spiritual wife, ambapo mambo haya ndio inafanya watu hawakai katika ndoa. Lakini watu wengi wamekuwa ni watu wa kuficha maneno, hawataki kusema ukweli ambao inaendelea katika maisha yao. Na kitu hiki kinakuja hivi katika maisha ya mwanadamu. Hii mambo ya spiritual husband and spiritual wife inakuja hivi. Unapoota ya kwamba wewe ni mwanaume uko na mwanamke, na unakuta ya kwamba yule mwanamke ambaye anakuja katika ile picture anakujia usiku kwa ndoto, na mnakuwa na yeye, mna have intimacy. Unakuta ni mtu ambaye anakuja sura fulani ambayo inakuwa kama, yani ushazoea ni mtu wa namna hivi. Na vitu hivi vimekuwa vikitendeka katika maisha ya watu. Kuna watu ambao walipozaliwa waliolewa na mapepo. Kuna watu walipozaliwa waliolewa na strongman wa familia ambayo anaitoka, na vitu vile vinafanyika, either mtu alikuchukia au mtu alikupenda. Unakuta spirit ambayo iko inakutumia, maybe ni katika your family tree, in your family lineage. Kuna mtu ambaye sura yake inachukuliwa, inakuwa ni yeye anakuja katika ile sura, au isipokuwa hivyo inaweza kuwa ni sura ingine, lakini inatokana from your family tree, from your background. Sasa unakuta kuna watu ambao akioleka bwana yake anakufa, akioleka tu hivi muda kidogo bwana anakufa. Watu wale wanafaa waangalie, huwa unakuwa na mwanaume mwingine katika ndoto, na kama unakuanga na yeye, huyo ndio ako responsible ya kumaliza hawa watu ambao ukioleka wanakufa. Unajua, sometimes we need to speak the truth, we need to be aware of these things, sababu ni vitu ambavyo vinafanyika. Kuna watu ambao hapo walipozaliwa waliozwa kwa kutojua au kwa kujua. Sasa wanakutaka wako na mtu, iko mtu kama wewe ni mwanamke, unakuta uko na mwanaume anakujanga usiku na analala na wewe, na unakuta unapoamka unakuta ni like real. Kama wanaume tulipokuwa pale from class 6 pale, tulianza kuambiwa mambo ya adolescence, tukafanya venye unakuta unaamuka uko wet. Vitu hivyo si hivyo venye wewe unafikiria na adolescence. Maisha ni spiritual. Sababu mko mnafundishwa hii topic, shetani anachukulia advantage. Unaolewa kutoka pale katika ndoto, na unakuta unapokuwa, wengine wanapokuwa na mwanaume akiwa mwanamke haridiki na mwanaume wake, sababu iko mahali huwa anafika na huyu hafiki. Unakuta unaharibu ndoa yako. Unakuta mtu mwingine mwanaume ameoa, lakini yani yule mwanamke ni kama tu is a picture, but kando na hiyo, katika anapolala anakutana na mtu mwingine. Hizo vitu zinakuja kwa nini? Swali zinakujaje? Maandiko inasema hivi katika kitabu cha Maombolezo ya Yeremia sura ya 5 mstari wa 7, imesema hivi: baba zetu walitenda dhambi hata hawapo, na sisi tumeyachukua maovu yao, watumwa wanatutawala, hakuna mtu wa kutuokoa na mikono yao. Sasa kuna wale ancient fathers walifanya dhambi. Dhambi ni gani? Dhambi ni mingi sana. Walifungulia mlango
shetani akaingia katika maisha yetu. Sasa alipoingia katika maisha yetu, anatutumia. Unakuta unapitia hii mambo ya spiritual husband na spiritual wife, sababu wale waliotutangulia katika familia yetu walifungua mlango. Wengine hata tumebeba sura ambazo si zetu, sura zenye tuko nazo si zetu, sababu tumechukua sura za wale ambao wametukalia. Ndio maana ukienda mahali haupendeki. Unakuta destiny helper, lakini akikutazama anakosa kukupenda, anakosa kusimama na wewe. Anaweza kuwa anakusaidia, lakini mkikutana hivi usaidizi inakatika, sababu umebeba ile familia spirit ya kwenu. Na watu wengi wako katika mambo yale, lakini sasa today hatuongei kuhusu familia spirit. Today we are speaking about spiritual husband. Wasichana wengi hamuoleki sababu hamsemi ukweli, because mko na wanaume wengine katika kulala. Time ya unapoenda katika kitanda chako, you have another man. Ukiwa na huyo mwanaume ukiwa na mwanaume wako, hakuna siku mtapendana, hakuna siku mtaendana, sababu there is another man, there is a strong man behind you mwenye anafanya maneno na wewe. Na wengine hata wanasema, wale ambao wanasema ukweli, anasema ya kwamba the time ako na mtu yake, he just ako na yeye, lakini yeye anaona ule mtu anakujanga kwa ndoto. I tell you the truth. Now lazima huyu mtu afukuzwe, na kuna mambo mengi sana. Unaweza omba, unaweza funga, ukute that thing haiendi. Na mimi ninapoongea nimepitia shida kama hizo. Ninapoongea sasa, sometimes watu wanajifanya wazuri sana, but watu wako na shida. Watu wengi sana atakwambia akienda kulala kuna mwanaume anakuja, na wengine wamenishangaza ya kwamba mtu anakuja real, mpaka unashindwa hii mambo ni ya ukweli au ni kudanganywa, unadanganywa. Mambo iko hapa duniani. Sasa today ninakwambia ndugu yangu, dada yangu, kama uko na hii shida, kama uko na hiyo shida ya spiritual husband or spiritual wife, I think nime-explain kama mtu anaweza elewa. If you have that a problem, angalia kwa mapasta wenye unajua, mwenye unaweza trust ni man of God, sababu watu wamegeuka, watu tumekuwa watu wa maajabu. Yule ambaye unaweza trust kama ni mtu wa Mungu, yule ambaye unaweza trust, chukua. Najua siku hizi watu wapendi mambo ya kusema sadaka. Chukua sadaka yako ile yenye utapendezwa nayo, ile yenye utafanya nini, utapendezwa nayo. Enda uambie huyo mtumishi, mimi ninapolala ninakuta niko na mtu mwingine, na tunafanya hivi, na amekuwa. Kuna watu walikuwa na hiyo spiritual husband kutoka utoto mpaka ni watu wazima, mpaka wameoleka, they still have the man or have the woman. Wamejaribu, wamefunga, wameomba, haifanyiki, kitu kile hakiendi. Unakuta tu inakaa, unakuta tena umeota ndoto kama ile. Si ndoto, uko unafanya real, na wengine hata wamezalishwa na spirit husband na spiritual wife, wamezaa, iko watoto. But sasa mambo yale hapo nimeenda mbali sana, that's a topic for another day. Kama hiki kitu huwa kinakuja kwako, nimekwambia chukua sadaka ile yenye utapendezwa. Enda uambie mtumishi, mwambie this is happening. Mostly wengine hawajui. Mwambie hii sadaka nimekuja kudivorce huyu mtu kutoka katika maisha yangu. Nimekuja kufanya nini? Kumdivorce. Na hii sadaka inasimama as a witness ya divorce. Then muombe. Si mambo mengi hapo para. No. Muombe. Mtumishi atumie hiyo sadaka venye atatumia, venye Mungu atamuelekeza. Utaona huyo mtu atatoka katika maisha yako. Usipofanya hivyo hatoki. Utashinda umeomba, utashinda umefunga, but ikikaa you still see the man coming. Ukikaa you still see the woman coming. Kama unapitia situation kama hiyo ndio siri ya kumaliza mtu yule. Au kama kuna mtu powerful, ukienda kama mostly manabii wale real, na ni ngumu sana kupata manabii real, ukienda kwake
akuombee, ako na uwezo ya kufukuza mtu yule. Mungu awabariki. God bless you. Muwe na siku njema. Bye bye.